Historia fupi ya lugha ya Kiswahili. Kiswahili ni miongoni mwa lugha zenye asili ya Kibantu. Lugha hii huzungumzwa na Waafrika wengi wenye asili ya Kibantu na wasio na asili ya Kibantu. Mwanzoni ilikuwa na jina asilia kabisa, yaani lugha ya Kibantu. Baadaye, wakati wa mwingiliano na wageni walowezi kutoka mashariki ya mbali, jina likabadilishwa na kuitwa Kiungwana au Kilungwana. Waarabu walipoingia na kulowea katika nchi yetu, waliokuta Wabantu wanaoishi pwani na kuwaita Waswahili, yaani wakazi wa pwani. Jina Swahili lilitumika kwa muda mrefu. Katika matumizi ya jina hili kulitokea wageni ambao walishindwa kulitamka, kwani kulikuwa na lafudhi na kiimbo cha Kiarabu. Hivyo wao walitamka Swahili. Katika taratibu za lugha ilianza na kiambishi ki na kutamka Kiswahili. Lugha ya Kiswahili inatumika zaidi katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile elimu, biashara, utawala, kilimo na uchukuzi. Lugha hii haikuenea ghafla na kukua kama upepo tu, bali ilipitia vipindi mbalimbali vya ukuaji hadi kufikia kuenea duniani kote. Kiswahili kabla ya ukoloni. Kabla ya ukoloni, lugha hii ilitumiwa na wazawa katika maeneo tofauti, na kila eneo lilikuwa na Kiswahili tofauti na eneo lingine kwa kuzingatia jiografia, shughuli za kiuchumi na utawala. Katika matumizi haya ya lugha kukawa na tofauti ya uzungumzaji ambao wataalamu waliuita lahaja za Kiswahili. Lahaja nyingi za Kiswahili zilipatikana pwani ya Afrika Mashariki, kwa kuwa maeneo hayo ndipo lugha hii ilipokuwa ikizungumzwa ikilinganishwa na maeneo mengine ya nchi. Miongoni mwa lahaja hizo ni Chiimin, Kipate, Kitikuu, Kiamu, Kimvita, Chichifundi, Kibajuni, Kimafia, Kivumba, Kimtangata, Kinzwani, Kingazija, Kipemba, Kitumbuktu, Kihadimu, Kiunguja, Kiongozi, Kikomoro na Kingwana. Kiswahili tunachozungumza sasa ni zao la lahaja ya Kiunguja ambacho kilifahamika kwa watumiaji wengi na kilikuwa na msamiati wa kutosha ambao ulikuwa hauwakangaji watumiaji. Hivyo wataalamu waliamua kukisanifisha na kutangaza rasmi kuwa usanifu huo wa Kiunguja ndio Kiswahili sanifu. Hapa maandishi ya kifasihi yalipatikana katika kipindi hiki ambayo yalidhihirishwa kuwa Kiswahili kilianza kutumiwa muda mrefu Afrika Mashariki hata kabla ya ujio wa wageni. Kazi hizi za fasihi zilitungwa na wazawa ili kusimulia mila na desturi zao, kuburudisha baada ya kazi na kuhamasishana katika shughuli za kiuchumi. Miongoni mwa kazi za fasihi zinazoeleza ushahidi wa Kiswahili kuwapo hata kabla ya ujio wa wageni kutoka nje ya nchi ni mashairi ya Fumo Liyongo, msanii nguli wa mashairi ambaye alisifika sana karne ya 8. Hii ni kuthibitisha kuwa wageni walipoingia pwani ya Afrika Mashariki waliwakuta wenyeji wakizungumza Kiswahili. Baadaye jamii ya Waswahili walipata kuchangamana na jamii mbalimbali za wageni kama vile Waarabu, Waajemi, Waashirazi na Wareno. Wageni hao walazimika kujifunza lugha ya wenyeji wao ili kufanikisha mawasiliano baina yao. Kwa wakati huo lugha hiyo ilitumika katika shughuli za kiutawala, dini ya Kiislamu, biashara za watumwa kutoka Bagamoyo, Kilwa hadi maeneo ya bara na biashara za pembe za ndovu na zao la mpira. Katika suala la biashara, wageni walileta bidhaa na vifaa ambavyo vilionekana ni vya kigeni, hivyo msamiati mpya ulazimika kutumika ili kuelezea kwa usahihi kile kilichotajwa ambacho kwa wakati huo hakikuwapo katika jamii ya Waswahili. Miongoni mwa maneno mapya ambayo yaliibuka kutokana na bidhaa zilizoletwa na wageni ni maneno foronya, piku na meza kutoka kwa Wareno. Msamiati rangi, ramsa, nanga kutoka kwa Wajemi. Neno hiliki, kandili, sabuni na sadaka kutoka kwa Waarabu. Maneno haya yalitumiwa katika Kiswahili kwa muda mrefu na kwa sehemu ya msamiati wa lugha ya Kiswahili. Katika biashara ya watumwa, Kiswahili ndiyo lugha iliyotumika katika mawasiliano ya kuwakamata, kuwasafirisha na kuwapa amri ya kufanya kazi za shurba. Takriban watumwa wote waliokamatwa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati waliweza kuzungumza Kiswahili. Hivyo biashara ya utumwa ilipokoma, Kiswahili kikawa kimeenea katika maeneo mengi ya visiwani na bara katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa hakika, ukimpiga chura teke umempunguzia umbali na mwendo, kwani ujio wa wageni katika kipindi hiki ulichangia kukua na kuenea kwa Kiswahili, ingawa haikuwa dhamira yao. Kwa hakika, kila ubaya unapacha na uzuri.
Kiswahili wakati wa ukoloni. Nchi za Afrika Mashariki wakati huo, yaani Kenya, Uganda, Tanganyika na Zanzibar, zilitawaliwa na wakoloni mbalimbali kama vile Wajerumani, Waarabu na Waingereza. Wakoloni hao wote walikuwa na mchango muhimu katika kukuza na kueneza Kiswahili. Katika kipindi hiki Kiswahili kilienea kupitia dini, utawala, elimu na kilimo. Ukoloni wa Mwingereza ulifanya kazi kubwa kukikuza Kiswahili, hususani aliposanifisha miaka 1920. Kwa hakika, mgeni njoo mwenyeji apone. Suala la usanifishaji liligharimu pesa nyingi na muda. Lengo la kusanifisha lugha hii halikuwa kukuza Kiswahili, bali kupata namna bora ya ulinganifu wa kutumia Kiswahili katika nchi 3 za Afrika Mashariki ili kurahisisha kazi ya kiutawala na kuzifanya kuwa nyepesi. Baada ya Kiswahili kusanifishwa, barua nyingi za utawala ziliandikwa kwa Kiswahili. Sala na mahubiri ya dini yalitolewa zaidi katika lugha ya Kiswahili ili kulainisha mioyo ya Afrika waweze kukubali na kutawaliwa. Vilevile wageni kutoka Uingereza kama mapadi na walimu waliweza kufanya tafiti mbalimbali kuhusu Kiswahili. Baadaye shule na vyuo vya ufundi vilifunguliwa, mfano St. Andrew College huko Kiungani. Baadhi ya Waafrika walipata fursa ya kujifunza dini, elimu, kazi za mikono kwa kutumia lugha hii. Aidha, magazeti mbalimbali yalitolewa kwa Kiswahili, mfano Msimulizi. Katika suala la elimu, shule za msingi na sekondari zilitumia Kiswahili katika kufundishia darasa la 1 hadi la 5 na kufundishwa kama somo katika viwango vyote vya elimu. Kazi nyingine kubwa iliyoweza kufanyika katika kipindi hiki ni utunzi wa kamusi ya Kiingereza Kiswahili na Kiswahili Kiingereza na Askofu Edward Steer. Pamoja na hayo, kitabu cha sarufi na lahaja kiliandikwa na Padri Charles Seklos. Lugha ya Kiswahili ikaendelea kukita mizizi zaidi kimaandishi na baadaye kuanzishwa kwa shirika la uchapishaji la Afrika Mashariki mwaka 1948. Miongoni mwa kazi zilizochapishwa kwa wakati huo ni kitabu cha sheria ya kutunga mashairi ya diwani ya Amri ya Bedi ya mwaka 1954, kusadikika mwaka 1951 ya Shaban Robert. Kazi mbalimbali za kutafsiri Kiingereza kwa Kiswahili zilifanyika wakati huo. Lugha ya Kiswahili ilizidi kurefusha mizizi yake na hivyo kuendelea kuchanja mbuga zaidi na kusambaa katika sehemu kubwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Fauka ya hayo, kipindi hiki waimbaji mashuhuri wa mziki wa taarabu waliibuka. Miongoni mwao ni Sidi bin Saad na wenzake. Walitangaza mziki wa taarabu wa lugha ya Kiswahili katika Afrika Mashariki yote, kutokea Zanzibar kwenda Tanganyika, Kenya hadi Uganda. Kiswahili baada ya uhuru. Mara baada ya uhuru, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki miaka 1960 zilipitia historia tofauti katika ukuaji na ueneaji wa lugha hii adhimu. Tanganyika iliungana na Zanzibar mwaka 1964 na kuzaliwa nchi ijulikanayo kama Tanzania. Nchini Tanzania, Kiswahili kilipokelewa na kumea katika udongo wenye rutuba. Rais wakati huo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza Kiswahili kuwa lugha ya taifa mwaka 1962. Kiswahili kiliendelea kutumika katika sekta ya elimu, hususan kufundishia elimu ya msingi na elimu ya watu wazima. Vilevile taasisi mbalimbali za kukuza na kueneza Kiswahili zilianzishwa, na miongoni mwazo ni TOKI, taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili mwaka 1964, ambayo baadaye mwaka 2009 ijulikana kama TATAKI, taasisi ya taaluma za Kiswahili. Taasisi nyingine ni BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa ya mwaka 1967, na shirika jingine ni TPH, shirika la uchapishaji wa vitabu la Tanzania la mwaka 1966. Takriban watu na makabila yote Tanzania bara na Zanzibar waliweza kutumia Kiswahili katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile elimu, biashara, afya, utawala na kilimo. Nchini Kenya, Kiswahili kilitangazwa kama lugha ya taifa na kutumiwa katika vyombo vya habari. Aidha, ueneaji wa Kiswahili nchini Kenya haukuwa na hamasa kutokana na kutotiliwa maanani na serikali. Vilevile Uganda, Kiswahili kilitumiwa sana na wanajeshi, jambo ambalo lilifanya wananchi kutoipenda sana lugha hii kwa kuwa waliona ni lugha ya watu maalum ambao wana kazi ya kulinda nchi. Hivyo katika kipindi hiki Kiswahili kilipiga hatua kubwa nchini Tanzania ikilinganishwa na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiswahili kwa sasa. Ama kweli, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwaka 1999 Jumuiya ya Afrika Mashariki iliundwa tena baada ya kuvunjika mwaka 1977. Hadi sasa idadi ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeongezeka na kufikia nchi 7 ambazo ni Tanzania, Uganda,
Kenya, Burundi, Rwanda, Sudani Kusini na Kongo. Muungano huu umekuwa chachu ya kukuza na kuendeleza Kiswahili katika nchi za jumuiya na ulimwenguni kote. Aidha, kuundwa kwa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki kama mwaka 2008 ikishirikiana na taasisi mbalimbali za kukuza na kueneza Kiswahili, pamoja na kuanzishwa kwa vyama vya Kiswahili kama vile Chama cha Kiswahili cha Uganda CHAKU, Chama cha Lugha na Fasihi ya Kiswahili Tanzania cha LUFAKITA, Chama cha Kiswahili Duniani cha UKIDU, Chama cha Wanafunzi wa Kiswahili Afrika Mashariki cha WAKAMA, kulihanikiza ukuaji na ueneaji wa Kiswahili zaidi. Katika kipindi hiki, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimepiga hatua kubwa ya kukuza Kiswahili. Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zisizokuwa na mabaraza zimeadhimia kuanzisha mabaraza ya Kiswahili. Vilevile nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinatumia Kiswahili katika elimu, siasa, biashara, utalii na utawala. Hakika Mola hamtupi mja wake. Kiswahili kwa sasa kimetambuliwa duniani kote baada ya kutangazwa na UNESCO mwaka 2021 kuwa lugha yenye hadhi na kutengewa siku yake ya maadhimisho kila ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka. Lugha ya Kiswahili imeendelea kupiga makasia yake na hivyo kuelekea katika vilindi vingi virefu vya bahari kuu duniani, kwani hata sasa inatumika katika vyombo vya habari ndani na nje ya nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vyombo vingi vya kimataifa kama vile Radio China, idhaa ya Kiswahili ya BBC, Sauti ya Amerika VOA, Radio Japani, Radio Deutsche Welle na runinga mbalimbali. Pamoja na hayo, kozi za Kiswahili zinatolewa katika vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mathalani, vyuo hivyo ni Chuo Kikuu cha Kabale Uganda, Chuo Kikuu cha Hamburg Ujerumani, Chuo Kikuu cha Cambridge Uingereza, Chuo Kikuu cha Nairobi Kenya na Chuo Kikuu cha Burundi. Aidha, Marekani inakadiriwa kuwa na vyuo na vituo zaidi ya 100 vinavyofundisha lugha ya Kiswahili. Pamoja na maendeleo makubwa ya Kiswahili, jambo kubwa Afrika analojivunia ni lugha hii kuwapo katika lugha zinazotumika katika Jumuiya ya Afrika kama lugha ya kazi na Bunge la Afrika kama lugha ya mawasiliano katika vikao vyao. Hatua hii imefungua fursa nyingi za Waafrika wanaozungumza na kutumia lugha ya Kiswahili katika kutafsiri, kukalimani, kufundisha Kiswahili kwa wageni. Aidha, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ni moja ya taasisi ambazo zimekubali Kiswahili kuwa lugha ya mawasiliano miongoni mwa lugha zinazotumiwa katika mikutano ya jumuiya hiyo kubwa kusini mwa jangwa la Sahara kuanzia mwaka 2019. Mikakati mingine inayoendelea ni kufunguliwa kwa vituo vya kufundisha Kiswahili kwa wageni katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na katika balozi za Tanzania nje ya nchi. Idadi ya watumiaji wa lugha ya Kiswahili inaendelea kuongezeka na inakadiriwa takriban watu milioni 500 wanatumia lugha ya Kiswahili duniani. Ongezeko hilo linachochewa na programu za kujifunza Kiswahili mtandaoni popote walipo duniani kama vile Learn Swahili inayopatikana YouTube. Kiswahili kina nafasi yake katika dunia ya lugha, kwani hata lugha kubwa duniani zilianzia hapa historia ya Kiswahili ilipoanzia. Juhudi hizi zikiongezwa na kuungwa mkono zaidi na serikali zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, siku moja Kiswahili kitakuwa lugha kubwa duniani. Historia hii imetungwa na kusimuliwa na mimi Arnold Mayange Msofe, mchunguzi lugha, na kuhaririwa na Musa Kaoneka, mchunguzi lugha mkuu, na Bi Consolata Mushi, katibu mtendaji, wote kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA.